Hivi sasa napatikana katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Hii ni daraja linalojulikana kama vile ni Ishasha. Upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaona kwamba barabara ni mbovu, haijengwe. Na hii kwa zaidi ya miaka 30. Lakini tuangalie vile hii ni Uganda. Yaani lami wanakuja tu wanaweka hapa na wanaishia hapa. Vile ukitoka Goma unaingia Gisenyi ni lami. Ukitoka Kongo unaingia Bujumbura lami. Ukitoka Kongo unaingia Zambia lami. Kutoka kuingia Kongo kila sehemu barabara ni mbovu. Je, ni kwa nini? Ndio kabisa, ni haya kubwa sana. Hawa politisie wa Kongo kabisa ni wamwizi, hawahangaiki nchi yao. Wanafanya yote, wanaiba, wanabeba nchi jirani, wanabeba hata makontinent zingine, lakini kujenga kwao inakuwa vigumu. Wakati jirani anafanya kitu kizuri, lazima tukikopi na sisi tukiimprime kwetu. Nadhani kabisa hii ni kitu yenye na interpeller la classe congolaise, les politiques congolais. Wanasiasa wa Kongo utakuta kwamba wengi wao wana pesa, hata wana ndege, lakini serikali bado ikiwa na matatizo. Je, ni kwa nini barabara ama miundombinu imekuwa tatizo kwenye upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa wanasiasa wamekuwa na mali mengi ikiwemo gorofa, familia nzuri, watoto wazuri na nyumba nzuri? Lakini tazama, hii ndio Kongo ambayo kwa zaidi baada ya ukoloni bado miundombinu imekuwa ni tatizo. Ona Uganda ginsi kukubuduro ona kwetu. Lakini wanashinda wako nasema wanaongoza nini? Hauwezi kuwa na susi, mtu mwingine anakuwa na jalousie. Unaweza kuwa na jalousie unasema vya kwa watu ngwao mweni biimite, mtu anaimita vizuri. Sasa ona na kwetu. Mewa na shimama, tuko natengeneza nchi, tuko najenga, ona kabisa. Si vinaleta haya. Lakini mheshimiwa, tatizo ni nini? Kwa sababu ukitoka Kongo unaingia Uganda ni lami. Unatoka Kongo Rwanda lami, Kongo Burundi lami, Kongo Zambia lami. Tatizo ni nini? Ni uongozi mbaya. Sasa mnadhani kipi kinaweza kufanyika? Ni kuibadilisha. Sasa hivi mwenyewe na unafurahi kutembea kwa hii matope, lakini pembeni yako kuna lami. Inaleta haya, ndio maana tuko napigania mabadiliko. Pengine unaweza ambia nini wanasiasa wa Kongo? Kwa sababu ukiangalia Kongo hakuna barabara, lakini mwanasiasa private utamkuta na ndege na mali mengi. Wanasiasa wa nchi yetu hawana conscience. Cha kwanza wanaenda uza nyumba Bulaya, uze Bulaya, anaweza uza kwao, jenge masomo, watoto yake waende soma kwa Ulaya, anaweza jenga masomo mzuri kwao, watoto wanasomea kwetu. Lakini wanasiasa wetu ni wa commerçant, hawana susi ya nchi yao. Wali hivi wewe mwenyewe umejionea kama jirani anajenga vizuri. Sasa wewe ni FC23, unajisikiaje? Ni kusema utafikiria nini kusudi uweze kukopia tabasi hiyo jirani ambayo wanafanya? Hii kwanza ni huzuni, lakini inanipatia nguvu ya kuambia na viongozi wangu kutia nguvu tutengeneze sawa jinsi wa jirani wanatengeneza kwao. Asante. Ni upande wa Uganda. Uganda imeleta lami yake mpaka hapa katikati mwake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hili ni daraja linaloigawa Kongo na Uganda. Linajulikana kama vile mto Shasha. Na mto mwenyewe ndio huo. Ni mto mkubwa. Upande huu ni upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini utakuta kwamba barabara upande wa Kongo kweli inaleta huzuni. Taifa la Kongo kwa zaidi ya miaka 60 na hivi sasa limetoka katika ukoloni, lakini inaleta aibu kwa viongozi ama kwa wakongomani kuona kwamba mtu ukitoka nje ya Kongo kuna lami, lakini ukiingia Kongo matatizo, barabara hamuna. Huu ndio mfano wa barabara.
lakini upande mwingine hapa tu pembeni yangu ni lami. Alafu Kongo anakuambia ina mali mengi na madini na maji na misitu, na hii ni mbuga la wanyamapori la Virunga lile ambalo unaliona. Hii ndio Kongo. Na hii inazalilisha sana na hailete sura nzuri kwa Wakongomani. Yaani mtu kitoka kwa mfano Uganda kuingia Kongo, gari ambayo ulikuwa unatembelea vizuri, lakini sasa unaanza kuyumba yumba. Ukitoka Rwanda unaingia Kongo, matatizo. Unatoka Zambia unaingia Kongo, matatizo. Unatoka Angola unaingia Kongo, matatizo. Sasa, je, nini kinahitajika? Kongo ina matatizo ya miundo mbinu, tatizo la usalama, hospitali nzuri hamuna, shule nzuri utakuta kwamba hazipo, na cha kushangaza utakuta kwamba wanasiasa wengi, mtu kumtunza mtoto wake anampeleka Ulaya, mtu kusomesha mtoto wake anampeleka Ulaya. Je, unadhani tabia kama hii inaweza kupelekea wanasiasa kuwekeza Kongo? Pamoja na haya, utakuta kwamba wanasiasa wengi watoto wao wote wanasomea nje ya nchi. Yaani unatazama hii barabara ndio hivi. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba hata wanaweza kuleta Yesu aje aongoze Kongo, kama mioyo za Wakongomani hazijageuka na ni wanasiasa ni wale wale, ni vigumu Kongo kugeuka. Yaani nimezungumza na rafiki yangu, siwezi kumtaja jina hapa, mwenyewe anasema hata wanaweza kuleta Mwenyezi Mungu Kongo kuja ubadilishe Kongo, ni vigumu. Kama ni wanasiasa ni wale wale wa zamani, ni vigumu kwa sababu haieleweki. Mataifa mengine East Africa imeendelea, barabara wametengeneza, lakini Kongo baada ya miaka zaidi ya 60 kuendelea kwa hii hali, watu wanateseka kwenye barabara mbovu, usalama shida, hospitali shida, shule shida, kukula shida. Sasa shida zitaendelea mpaka lini? Madini wanasema yapo Kongo, misitu yapo Kongo. Hapa niko pembeni ya mbuga la wanyama la Virunga. Hata mtoto wa Goma wengi hawajui hata gorila. Unaweza kukuta mtoto mmoja unamwambia mbuga la wanyama ziko kwenu, hata hajawahi kuona hao wanyama. Yaani hata mpaka mtoto anasoma sekondari hajui hata wale wanyama ambao wako karibu naye. Ni wanyama tu, hiyo ni wanyama ndio ambao tunazungumzia. Kwa sababu kuna vitu ambavyo havieleweki. Lazima watu kuwa wazi, inabidi watu kuwa na utu. Kama ni Kongo, wafundishe watoto Kongo, mwache waone nyama, wanyama zao ni wangapi. Kusiwe masharti mengi sana. Barabara ziwe, shule ziwe, hospitali ziwe, tiba kwa wanawake kwa bure. Ni huruma sana. Huu mpaka wa Shasha ni mpaka ulikuwa unaingiza pesa nyingi tangu zamani, lakini barabara yake ndio hadi leo.
Hapa ni Ishasha, boda kubwa lakini ona barabara. Ni huzuni sana kuona taifa kama la Kongo. Ni haibu. Ukiingia Uganda barabara zipo, unaingia Rwanda barabara zipo, unaingia Tanzania barabara zipo, Kenya barabara zipo. Kenya yani kutoka Goma mpaka Kampala kuna kilomita zaidi ya 600. Unafanya saa chache, lakini kutoka Goma mpaka Butembo shida. Kutoka Goma mpaka Kisangani shida. Yani kuna vitu vya kuchekesha Kongo. Sijui kwa nini Mbeleji hakufundisha Mkongomani kuongoza nchi. Kwa sababu ni matatizo kweli. Na hii ni lazima watu waambiane kweli. Je, kwa nini Kongo haijengwe? Pesa zinakwenda wapi? Inaleta haya sana kufika hapa pembeni kwa hii nchi ya wazee, kuko gudro me barabara yetu hakuna gudro, na wanaimbaka kama nchi yetu ni tajiri. Watu wa Kinshasa, wapolitisi wetu wa Kinshasa wanaimbaka kama nchi yetu iko tajiri, na ni tajiri mu mifuko zao, faranga zote wanazibeba walio watengenezi. Kama mtu ni mzima, mtu anakuwaka na jaluzi. Unaweza angalia hii frontiere hapa, unaangalia hizi ngambo ingine kuko gudro, ngambo ingine wanajenga mzuri, unasema hivi viko ngambo ingine nimefanya na kwetu, lakini hawabiwazake chenye wanawazaka ni kujenga manyumba Ulaya, ulie wajenga mwishi hapo.